Kamera ya Mnyasa Media hii leo imemnasa Mnandi Jeyala, Mnandi Junior, shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tutaenda kuzungumza naye kuhusiana na mchezo wao dhidi ya Tanzania Prisons ambao unaenda kupigwa dakika chache zijazo katika uwanja wa KMC. Mnandi Jeyala, mambo vipi bwana? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaenda? Namshukuru Mungu, niko salama na hapa nishajiandaa, niko full mkoba, full mkoko kwa ajili ya kuingia KMC Complex kwa mara ya kwanza baada ya kuondoka msimu uliopita. Tunarejea kibabe, tunarejea kivita, tunarejea kimkakati zaidi, na huko tulikuwa tunatamba na tuzo yetu ya BMT, Baraza la Michezo hapa Tanzania. Limetupa heshima yetu, limetupa mwongozo wetu kwamba sisi ndio dila mpira Tanzania. Mwenye kibei, mwenye ziaka, mwenye kususa akanywe sumu akajifie mbele. Unasema? Mwenye kususa, mwenye kununa baada ya kupewa tuzo jana usiku. Simba ndio timu bora ardhi ya Tanzania. Kama wewe unaona umeumia, kwa nini Simba akapewa tuzo? Kanywe sumu ufe. Kanywe sumu ufe. Simba ndio timu bora Tanzania na ndio timu bora barani Afrika. Na mpaka sasa hivi tunawania tuzo ya goli bora duniani. Wewe unabishaje? Kwa hiyo kama unaona inakuuma, kanywe sumu ufe. Simba Sports tunatamba. Baraza la Michezo, sio TFF. Baraza la Michezo ambalo linasimamia mpira hapa Tanzania. Sawa? Mambo ya sanaa, burudani na kila kitu. Limetupa tuzo jana. Simba ndio timu bora ya mpira Tanzania, tena ya kiume. Azao wengine sijajua. Timu kubwa ya kiume iliyochukua tuzo sisi. Asa kama timu yako ya kina mama, kakae na kina mama huko. Timu yako ya kina dada, kakae na kina dada. Timu yako ya watoto, kakae na watoto. Lakini timu kubwa ya kiume, Simba Sports imebeba tuzo jana usiku. Usiku wa manane, serikali wametupa mwongozo. Akina nani hao? Watu wanalalamika, wameandika kwenye kurasa zao, kwa vigezo gani mpaka mnawapa tuzo? Nendeni mkawaulize BMT, Baraza la Michezo Tanzania. Sio Simba Sports. Maana ingekuwa Mguto, Elmas Kasongo sasa kwambia wajiuzuru, au Simba. Wajiuzuru haraka sana. Hao wale sikalia wajiuzuru. Sasa washamfuata hata nyumbani kwake. Mfuateni sasa. Alotoa tuzo jana wa BMT. Na ndo serikali kile, chombo cha serikali. Kifuateni, kwa nini mumwapa Simba tuzo? Sio unaandika kwenye ukurasa wako, nendeni nyumbani kwake. Mkamwambie mmetumia vigezo gani kumpa Simba tuzo? Kwa timu bora, wakati misimu minne ana ubingwa. Nendeni mkaulize huko. Ubingwa wenu kubebwa, mnafikiri mnaweza mkapata tuzo? Hapa sasa wametoa majibu. Ubingwa misimu minne umeweka kabatini, tuzo inakuja Msimbazi. Kwa hiyo ina maana umeangalia kuhusiana na rekodi sahihi au? No doubt. Umesoma darasani miaka yote, kila siku unaongoza kila siku wewe namba 1 darasani. Kwenye mtihani wa taifa umetupa mbali. Watu wale wanapepea, wanaenda ngazi inayofuata. Mimi nilikuwa nawinda ndege na nini, lakini kwenye mtihani wa taifa yule nasonga mbele ya safari. Wanaanza kunungunika. Wao kila siku alikuwa haji shule, alikuwa anawinda ndege. Na wewe nenda kawinde samaki. Kama mimi nawinda ndege, wewe nenda kawinde samaki. Ili tushindane sasa. Kawinde samaki. Simba tutashachukua tuzo. Mnasemaje? Na maswali, na maoni, kwa unafurahi na ushauri. Yaani mimi nilichofurahi kwamba serikali wametoa ule ukakasi. Sababu wanajifanya wao timu ya wananchi. Sawa? Sasa serikali wametoa ukakasi. Kama nyinyi timu ya wananchi, tuzo kwa nini ije Msimbazi? Na nyinyi timu ya wananchi, kwa nini tuzo ije Msimbazi? Simba timu ya wanyama, nyinyi timu ya wananchi, kwa nini tuzo ije Msimbazi? Kwa nini iende mbugani? Tuzo imeenda mbugani. Wewe ushaona watalii wanakuja bwawani pale? Watalii wote wanaenda kwenye mbuga kule. Sawa? Wanaenda kutalii kuona wanyama. Sasa utapewa wewe tuzo wewe nani? Watu wanatoka Ulaya wanakuja kutalii wala kufuata wewe bwawani hapa. Kuna mtu anakuja kutalii kuja kuangalia viula. Watu wanakuja kuangalia simba, twiga, swala, ngamia, pundamilia, waje kumwangalia chula kwenye bwawa pale. Wana muda huo kule. Sasa gomeni sasa. Kumalizia mechi za ligi kwa sababu tuzo hamjapewa. Gomeni. Simba ndo bingwa msimu wa ligi. Maki dalili zimeonekana mapema. Tuzo tumepewa na serikali kabla ya TFF. Wewe unategemea nini? Serikali wameanza kutupa tuzo kabla ya TFF. Unategemea nini? Maana ndo tushafagiliwa njia. Sasa tushaambiwa sisi ndo timu bora. Tunakosaje ubingwa msimu huu? Pizo nijiangalie leo. Tunakuja na hasira na tuzo yetu ya BMT, tuzo ya serikali. Tunakuja kimkakati. Mnakuja kimkakati zaidi. Tuna tuzo ya serikali. Wao umebeba mwenge wa nchi, lakini sisi tuna tuzo ya serikali. Tumeheshimishwa kwenye mpira. Wewe utabaki huko kusimamia wafungwa. Kwenye mpira utatuachia wenyewe. Bwana, mumeona jana jirani yako. Nani huyo? Kinda, mtoto anaitwa Starboy. Huyo ambaye wala mamake hajamaliza. Huyo anasumbuana na watoto wenzake. Lakini akifika kwa wakubwa anavaa nepi tu anakaa kushoto. Wewe shehe kumuona anasumbua kwenye mechi kubwa. Anasumbua kwenye watoto wenzake. Sio kwenye mechi kubwa. Hajawahi kusumbua mechi kubwa. Si bado kijana lakini si ndo anasumbua kwa vijana wenzake. Bado mvulana huyo.
Ajawa mwanaume, akifikia kuwa mwanaume ndo atafika kutamba. Lakini kwa sasa hivi bado mvulana. Mwache asumbuane na wavulana wenzake. Level hizi hajaweza kufika. Anafananishwa na Aziz Ki. Huko ni mbingu na ardhi. Yaani ni kumkosea Aziz Ki. Aziz Ki umfananishe na huyu mtoto. Aziz Ki amefanya makubwa kwenye mechi kubwa. Sio huyo mtoto. Aziz Ki aliwapiga goli pale. Mamelodi Sundowns nyumbani kwao, ngoma inagonga besela inazama pale. Watu wanafosiwa na nini? Ngoma imefitishwa, nyuma mwiko umerudishwa, watu wamevushwa kwenda mbele ya safari. Sio Alani Okello anawafunga Coast. Alani Okello unawafunga Mbeya City unasema wewe Alani Okello. Sawa? Mpaka sasa hivi kashafikisha magoli 5 lakini amemfunga nani? Sawa? Yaani kuonekana kwamba wewe bora, unatakiwa uonyeshe umemfunga nani? Na ndio maana nyuma mwiko wanahangaika sasa hivi. Kwa vigezo gani Simba iwe timu bora Tanzania? Wametumia vigezo gani? Msemaji wao kalalamika, kaandika kwenye ukurasa wake. Sio kuandika kwenye ukurasa. Nenda kaandika kwenye vituo vyote vya daladala na mabasi ya kwenda mikoani. Nenda kalalamike huko. Yaani kuwa timu bora sio kuchukua makombe. Timu bora vinabeba vitu vingi. Ndio wewe unaweza kwenda kuwa timu bora. Labda wengi hawajui. Wao wanajua timu bora tu kubeba vikombe. Sawa? Timu bora sio kubeba vikombe. Timu bora kuna vitu vingi vinaainishwa hapo ndani. Ndio inaenda kupatikana timu bora. Sasa sio vikombe vako tu fanyanya hivyo, unabeba kwa mipango mpaka ukaandamane, watu wakuwekewe kwenye nafasi ya kuwa timu bora. Vyumba vya kubadilishia nguo vipo, unaenda kubadilishia nguo kwenye nyumba ya mtu, alafu unaenda kucheza mpira, eti ukawe timu bora. Unaenda kuandamana, fulani atoke uwe bingwa, alafu ukawe timu bora. Majibu ndio hayo hapo. Serikali wamekuja na zigo hilo hapo mezani. Puh, Simba ndio timu bora Tanzania. Haya, bisha. Goma. Nenda kalalamika, nenda kaandamane. Unaenda kuandamana wapi? Waziri wako wa michezo unajua ni Simba. Paul Makonda. Lakini waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba jana ametoa maua kwa Simba Sports. Jana amesema kabisa hii ndio dira ya mpira. Hiki ndio kioo cha mpira Tanzania. Hawa ndio wamesababisha ligi yetu iwepo hapa ilipo. Heshima yote tunayoipata kwenye taifa hili Simba na majibu anayopata African Football League ufunguzi wake mechi imefanyika Benjamin Mkapa. Sawa? Pale kwenye foleni tu unakuta Waarabu wamesimama pale wanatukagua sisi na wazungu. Ndio wanatukagua kuingia ndani. Sio unakuta mabausa, unawakuta Waarabu na wazungu wanatukagua sisi kuingia ndani pale. Wewe unafanya masiala nini? Heshima kubwa tumeipata kwenye taifa letu. Alafu Simba sipewe heshima. Ile African Football League ndio imesababisha kupewa heshima sisi. Chani mechi yake ufunguzi imefanyika wapi? Sio Benjamin Mkapa. Kwa sababu ya Simba. Sawa? Watu labda hawajui Chani mechi ya ufunguzi kufanyika hapa kwa sababu ya Simba. Kwamba hapa Simba wanajaza viwanja, wanaonekana wana mashabiki wengi wanapenda mpira. Au wengine watu wanajaziwa tu kwa kwenye mabwawa. So unajua vile wakisikia maji na wao lazima waje. Sasa nani kanaleta maji mpaka wao wanashangilia maji? Jiulize, aloleta maji ndio Simba Sports, ndio kaonyeshwa njia jana na BMT. Hawa ndio wenye mpira wao. Chula kama sehemu hamna maji utamuona. Chula? Sehemu hamna maji utamuona. Utamsikia kwenye shimo kajificha. Lakini kukiwa na maji utamsikia anapiga kelele anasherekea. Nani kasababisha hayo maji yawepo mpaka wao wanasherekea? Ndio Simba Sports tumeonyeshwa jana na BMT. Sasa wewe kama una makasiriko yako, sumu zipo. Chukua sumu, kunywa, nenda kajitungiki. Lakini Simba ndio timu bora Tanzania. Hakuna tena ukakasi. Yaani yoyote ambaye anataka kubisha kwamba Simba sio timu bora, akalalamike na serikali. Sababu ndio walitupa dhamana jana. Na cheti wametupa. Wao hawakupewa hata mkufu. Sisi tumepewa certificate timu bora Tanzania. Kuna nani tena tabisha? Hivyo vikombe vyako nenda kakangie chips. Vikombe vyake? Kakangie chips huko. Ule na wanao. Lakini timu bora Tanzania ni Simba Sports. Sasa wewe kama timu bora labda ya mashindano mengine sio football. Sisi tumechukua tuzo ya football. Sio netball. Sawa? Wala handball. Ni football. Simba Sports. Kama basketball unacheza unaweza kwenda kuwa bingwa huko. Sio shida zetu kwa sababu sio mashindano yetu tunayoshiriki. Wala netball sio mashindano yetu. Ila football kwa Tanzania. Timu ya wanaume. Narudia tena, timu ya wanaume ubaya ubwela Simba Sports. Sasa wewe kama timu ya kina mama nenda kakae na kina mama wenzako mkawanie tuzo huko. Ila wanaume mnyama Simba amechukua tuzo jana ya serikali. Nyasa media tuzo maneno, tuzo ya serikali. Sio tuzo labda ya TFF. Mkaandamane kwa ile sikaria. Hii tuzo ya serikali. BMT ni baraza la michezo ambalo liko chini ya serikali, limeundwa na serikali kusimamia michezo nchini kwake. Simba Sports mwamba kabisa. Saizi anawania goli bora duniani. Kwa hiyo mnafurahi sana. Furaha kubwa na waziri wa michezo amesema pale amechomekea pale. Kwamba inawezekana serikali tuende kwanza tukajadili kama ikiwezekana tumpe uraia kwa tusichota chama mwamba wa dunia. Tumpe uraia kwa sababu saizi anaimbwa duniani huko. Na leo nina jezi yake ambayo itakuwa dira
pale KMC Complex nitakuwa nao namba 17 nimechapa kabisa mwamba wa dunia. Kama utakuwa utaiona. Hebu nionyeshe kwanza. Haipo hapa. Utaiona baada ya game ikishaanza. Ninayo leo. Mwamba wa dunia. Imechapwa rasmi namba 17. Sio mwamba wa Lusaka. Ukimuita mwamba wa Lusaka unakula kibao. Anaitwa mwamba wa dunia kuanzia sasa hivi. Jina rasmi. Sababu Lusaka ni kamtaa. Sawa? Dola kamtaa. Yule sio mwamba wa mtaa sasa hivi. Ni mwamba wa ulimwengu. Si umenielewa? Maana nikisema dunia labda unielewi. Mwamba wa ulimwengu. Si umenielewa? Nakuelewa sana. Walimwengu wenyewe ndo sisi. Lakini yule mwamba kwenye ulimwengu mzima walipo walimwengu. Watani zako nawaambia nini sasa? Wapambane na hali yao, niwaambie nini? Wao wapambane na hali yao sasa hizi. Hicho ndio cha kupambana nacho. Kwa sababu nimemuona wamelalamika sana. Mapema usiku ule hajalala msemaji. Kaandika pale. Vigezo gani wametumia kuwapa hawa tuzo? Miaka 4 hawana ubingwa. Ubingwa wale unataka wewe wakawa kana vikombe vako. Watu wale wanatamba. Wewe fikiria Kiba alivyokuambia Simba hana mpinzani kaongopa. Simba hana mpinzani sio hapa tu na sio leo. Toka enzi hizo za bababu na mababu Simba hana mpinzani. Goma lile la Kiba aliendelea kupewa tuzo. Goma lile aliishi. Lile litaimbwa na vizazi na vizazi. Asitoe goma lingine la Simba ataharibu. Acha lile. Sio leo, toka zamani Simba hana mpinzani. Jana BMT wameonyesha kwamba Simba kweli hana mpinzani. Hana mpinzani. Wewe ukitaka upinzani mwende kwenye matope. Ndio Simba utamuona kwamba mpinzani wako. Lakini kwenye pichi Simba hana mpinzani. Sasa kama mtu kaenda kubadilishia nguo kwenye nyumba ya jirani kaogopa vyumba, sasa Simba hana mpinzani. Ile tu wametupa mandate. Simba kwenda kuchukua tuzo. Kitendo cha kwenda kubadilishia nguo kule kwenye Kalandinga. Simba ndio umetupa mandate kwenda kuchukua tuzo. Tunaogopeka. Sasa kama mtu anaogopa mpaka vyumba kubadilishia nguo, Simba hana mpinzani. Hana mpinzani. Unasema? Kama mtu kaenda kubadilishia nguo kwenye pipa la mafuta na vyumba vipo, lakini uwanja kaenda kucheza uwanja huo, maana yake anamuogopa. Kama anamuogopa Simba hana mpinzani. Simba hana mpinzani. BMT mna haki ya kutupa tuzo na sio hiyo. Mtupe na tuzo nyingine ili waendelee kuumia. Kiwezekano wakavunja lile gofu lao lile ili waondoke pale. Bado palipobaki. Sasa kama jana tu hawajalala wananungunika. Vigezo gani vimetumika? Sio zizi. Kule mlikokuwa mnaenda kuandamana nendeni mkawaulize. Vigezo gani? Mmewapa Simba tuzo? Kaulizeni kule, sio sisi. Sio shida zetu. Na hatutambi na wala hatulingi. Tunasubiri tuzo nyingine zinakuja. Ubingwa uko njiani unakuja. Mnautema wenyewe mwaka huu. Ubingwa? Kama tonge lilokuwa la moto. Unalitema mita 100. Ubingwa? Upo njiani unakuja Msimbazi. Huwa ligi kwao mwingine. NBC Premier League. Kwa nini tunashiriki mashindano gani sasa hivi? Hatupo kwenye Champions League. Hatupo kwenye shirikisho. Tunashiriki mashindano gani sasa hivi? Tupo NBC Premier League na CRDB Bank. Makombe yote yanakuja yenyewe Msimbazi. Yenyewe tunayakuta ameshafika pale makao makuu. Ya kweli ya Mnandi? Makao makuu yashafika. Jiji mashuhuri Dar es Salaam, katikati ya mji. So wao eti wapo kwenye bwawa huko wanasema wako mjini. Hivyo Jangwani nako mjini. Hivi mtu mwambie unaenda mjini unaenda Jangwani. Pale mjini pale. Ukimwambia mtu unaenda mjini unamwambia naenda Kariakoo, naenda Posta. Huyo ndo anaenda mjini, naenda Oysterbay, Masaki huko ndo naenda mjini. Eti naenda Jangwani naenda mjini. Niende pale kwenye mbu pale unasema naenda mjini. Pale ni ufukweni, sehemu ya kutupa takataka. Ile dampo kama unapoona Kigogo nini kule. Kigogo dampo. Ndio kama pale. Pale dampo pale. Pale mjini pale. Pale ni ufukweni. Lakini ukisikia mtu anaenda mjini kati ya mji. Mtaa Uhuru na Msimbazi. Simba Sports pale katikati pale. Ukipita pale ukiambiwa mwendo wa mateka mikono juu, je, kila kitu hakuna mfukoni. Pale ukisikia mikono juu, wewe mikono yako yote zama mfukoni. Ficha mali zako. Unaweza kuondoka mweupe pale kama ulivyozaliwa. Kwa hiyo makombe yote yanasogea Msimbazi. Afu Jangwani wanabaki na masononeko msimu huu. Kwa mnachukua. Wabaki na kiklipu cha Radio Kero cha kumkimbiza Rushaini, wabaki nacho hicho wauze 1500. Lakini makombe Msimbazi msimu. Sio shida zetu. Makombe yote Msimbazi. Hata utaenda kuandamana wapi? Serikali imeamua mapema kabla ligi haijaisha wametupa tuzo. Sasa kama wametupa tuzo mapema kuna maandamano, unaenda kuandamana wapi? Yaani baba na mama amekukataa wewe unaenda kulalamika wapi? Utaenda polisi? Au unaenda kulalamikia wapi? Hiyo polisi yenyewe iko chini ya baba na mama wa nchi hii. Wewe utaenda kulalamika wapi? Shughuli ishaisha. Kazi wamerudishwa kule. Sasa utaenda kulalamika wapi? Yaani sasa hivi wana Simba tuzoe na shaka sasa. Tupambane tu kumaliza hizi mechi zetu zilizokuwepo ili shughuli iende vizuri. Tuendelee kuenjoy it. Kwa mnafurahi sana. Hata msimu hujaisha unapewa tuzo. Ishara njema hiyo. Tumemaliza msimu sasa mpaka tupewe tuzo. Tuzo 2025. Kwa nini tupewe leo? Kwa nini tungesubiri tumeshachukua ubingwa tukabidhi tuzo? Kwa nini watupa mapema? Wanajua nini kinaenda kutokea.
Yani wanajua kinachoenda kutokea serikali, na ndio maana wameamua kutupa tuzo mapema. Washachoka maandamano kila siku, watu wafanye mambo yao maandamano kila siku. Hasa serikali wamekata mzizi wa fitina. Simba timu bora Tanzania. Wewe kama una malalamiko, nenda kalalamiko kwa Donald Trump Marekani. Sawa? Kama una malalamiko, nenda kalalamiko kwa Donald Trump, kitovu cha dunia. Kwamba mimi nimenyanyasika nyumbani na wazazi, tuzo kapewa mdogo wangu, mimi sijapewa, na kati kazi nimefanya mimi. Kalalamiko kwa Donald Trump. Simba kashapewa tuzo ya serikali. Bwana Mnandi Junior, shukrani sana. Asante sana.